Na niseme tu kwamba ninawapongeza sana management. Jambo hili la mafunzo haya ni maelekezo yetu. Tumezunguka mikoa yote ya nchi yetu Tanzania bara kuzungumza na watumishi, ninyi ni mashahidi. Lakini haikuishia hapo, tumezungumza vile vile na viongozi wetu wa mikoa, waheshimiwa wakuu wa mikoa, makatibu tawala wa mikoa na baadhi ya wengine tuliowakuta huko kuhusu mustakabali wa mapinduzi makubwa ya utendaji katika wakala wetu. Na katika kuzunguka kwetu, moja ya mambo yaliyofanya haya mafunzo yawepo, wizara ilielekeza kwamba mafunzo haya yawepo na ni ya lazima na ni kwa haraka. Kama serikali kupitia wizara inaona jambo hili ni la muhimu la kujenga weledi kwa watumishi, mafundi wetu, na ninyi mmelichukua kwa uzito ule ule, na ni kwa uzito ule ule lilivyochukuliwa na viongozi wetu wote wa mikoa na wizara tulioongea nao, haja ya watumishi hawa mafundi kujengewa weledi wa hali ya juu na kwa haraka, na ninyi mmefanya hivyo hivyo kwa haraka kwa kuona umuhimu huo. Kwa kweli, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wetu Ulega na Katibu Mkuu wetu Mhandisi Balozi Aisha, ninawapongeza sana management, nawapongeza sana kwa kazi nzuri hii mlioamua kuandaa mafunzo haya. Usalama wa watumishi na viongozi wetu kupitia vyombo wanavyotembea uko mikononi mwetu. Tuko hapa kwa sababu ya utekelezaji wa mkakati ule. Ni matarajio ya serikali kwamba katika kutekeleza mkakati ule, mambo mbalimbali yaliyomo ndani ya mkakati yatatekelezwa kwa weledi unaostahili. Moja ya jambo muhimu ambalo mnaenda kulifanya na mnaolifanya na mlianza kulitekeleza ni kuhakikisha kwamba utengenezaji wa magari yetu na vyombo vyetu vyote vya moto unafanyika kimifumo, kwa mfumo wa matengenezo. Tunataka gari lolote la serikali linapokuja kwenye karakana zenu kutengenezwa, ni lazima liingizwe kwenye mifumo. Tuwe tunajua wakati wote, hata sisi tukiwa wizarani tujue gari fulani la serikali linatengenezwa mkoa wa Katavi liko kwenye hatua fulani. Ninafahamu katika mifumo hii ya kutekeleza mikakati hii ya kuboresha TEMESA, tumebadilisha mfumo, ni pamoja na kuleta mfumo wa ulipaji wa kabla ya matengenezo, prepaid. Ninafahamu huko nyuma tulikuwa na mfumo tunaotumia ambao umetufikisha wakati mwingine hapa tulipo. Mfumo wa kutengeneza pala ambapo mtu atakulipa utakapomaliza kutengeneza kwa wakati na muda anaotaka yeye. Na ndio maana mmejikuta TEMESA ina madeni mengi inayodai kwa sababu ya watu kutowajibika na kulipa inavyotakiwa. Mambo ambayo yaliwapata TANESCO ndio yamekuja yakawapata na ninyi pia. Hata kule nyuma TANESCO, mtakumbuka, tulikuwa tukilipa bili za umeme baada ya kutumia mwezi na watu walikuwa hawajibiki kulipa. TANESCO yetu lilegalega, ndivyo kama ilivyolegalega TTCL, kama ilivyolegalega mwanzoni JIPSA, kama ilivyolegalega taasisi mbalimbali zilizotumia mfumo ule. Serikali imeamua kwa mara nyingine na ninyi kurekebisha mifumo yenu ya kiutendaji, na kwamba kuwe na mfumo wa kulipa mapema kabla ya matengenezo menyewe. Na katika mfumo huo sio lazima tuambie wateja wetu lipa sasa hivi ndio nikutengenezee. Hapana, gari la serikali litatengenezwa muda wowote linapotakiwa kutengenezwa, lakini tutamtaka mhusika awe na uwezo wa kulipa kabla kama itamwezesha, ama wakati likiendelea na matengenezo, ama kulipa wakati anachukua gari lake. Utaratibu huu utatusaidia kuwafanya ninyi TEMESA wakala kuwa na nguvu ya kiukwasi itakayowawezesha kulipia vifaa vyetu vya matengenezo vilivyo genuine na vilivyo halisi. Utekelezaji huo nimeona umeanza vizuri katika taasisi mbalimbali, wizara pamoja na mikoa yetu na halmashauri zetu. Nimeona katika maeneo mbalimbali, Dodoma hapa ambapo nitembelea karakana hivi karibuni, nikakuta wateja wenu na wadau wenu wanalipa kwa wakati. Nimeona taasisi mbalimbali zimeitikia vizuri, taasisi mbalimbali za umma kama vile tumeona hata kule BOT, TRA wanaotengeneza magari yenu wanalipa kwa wakati. Tuwapongeze wote walioanza kutekeleza mkakati huu vizuri zaidi. Nimeona taarifa yako mtendaji mkuu, mmeweka mkakati wa kufanya mafunzo haya kwa watumishi wetu wa weledi wa kiufundi, mkianza
na mkakati wa kuwafundisha mafundi 60. Mafundi 60 si haba, pala ambapo mnawatoa katika kila mikoa, na nimeona waliohudhuria hapa wametoka katika mikoa yetu mbalimbali. Ni lengo zuri kuhakikisha kwamba mafundi wetu hawa wanapata weledi wa kutosha. Na kwa hawa 60 mlioanza ni jambo jema, lakini maelekezo yetu kwamba hatuhitaji mafundi 60, tunahitaji mafunzo kwa mafundi wote 300. Kama mnilisema mna 360 na ngapi umesema? 361. Tunataka mafunzo kwa mafundi wote, kwamba mtaenda kuleta mapinduzi makubwa ya utendaji wa majukumu yenu ya utengenezaji wa magari na vyombo vya moto vya serikali katika mikoa yote na karakana zenu. TEMESA iko katika utekelezaji wa mkakati mpya, ni TEMESA mpya kabisa kuwahi kutokea. Mtambue kwamba TEMESA imejivua. Sasa hivi TEMESA imejipa gamba jipya. Inafanya kazi kwa weledi, na nimeona wadau wote tunaomba tukawapa ushirikiano, kila mmoja kutimiza wajibu wake. Nyinyi wadau mna wajibu wenu wa kutimiza. Mnao wajibu wa kuhakikisha kwamba magari yetu yanapoenda kutengenezwa yanaingizwa kwenye mifumo ya matengenezo MUMI, mifumo maalum iliyotengenezwa, ili gari lako linapoenda kwenye mifumo ile tuweze kuliona TEMESA liingia likiwa kwenye mifumo, limepelekwa kwa ajili ya matengenezo. Na TEMESA mnapofanya wajibu wenu wa kulichunguza gari lile na kulipa gharama zake stahiki, gharama sahihi, ikiwekewa lile gharama zake sahihi, wadau kule waweze kuliona kwamba gharama zake ni hizi kwenye mfumo, na wakiidhinisha kwenye mfumo na likitengenezwa kwenye mfumo, na kibali cha kukamilika kutengenezwa kwa gari hiyo kitoke kwenye mfumo. Tunataka serikali, sisi kwa pamoja wadau na sisi wakala, tuhakikishe kwamba mifumo hii inafanya kazi, na matengenezo ya kila gari tuwe na uwezo wa kusema gari hili liko wapi, linatengenezwa wapi, limekwamia wapi. Tufanye hivyo kwa kushirikiana wote pamoja, kila mdau akitimiza na kutekeleza wajibu wake. Tukienda kwa pamoja na kuunga mkono jitihada za serikali, ninaamini TEMESA itafanya majukumu yake vizuri ya kuhakikisha kwamba magari yanatengenezwa kwa weledi, magari yanakamilishwa kwa weledi, viongozi wanakuwa salama katika kutembelea na magari hayo. Lakini wote kwa pamoja, wadau na sisi, tutahakikisha kwamba matumizi ya fedha za serikali yanalindwa kulingana na thamani ya fedha hizo zilizotumika katika mtengenezaji wa magari yetu.